Je, unamfahamu Mtanzania wa kwanza kucheza katika ligi kuu ya Uingereza maarufu kama English Premier League? Jina lake ni Bwana Ali Samata. Lakini kabla ya kuandika historia hiyo, kulikuwa na safari ndefu iliyojengwa na ndoto, jasho, kujituma na uvumilivu. Leo Samata anatambulika kama mmoja wa wachezaji bora kuwahi kutokea Tanzania. Amevaa jezi za baadhi ya klabu kubwa Afrika na Ulaya. Ameshinda mataji, amefunga mabao na amepeperusha bendera ya Tanzania katika majukwaa makubwa ya soka duniani. Lakini mafanikio hayo hayakuja kwa bahati, yatokana na safari iliyoanza katika mitaa ya Dar es Salaam. Bwana Ali Samata alizaliwa tarehe 23 Disemba ya mwaka 1992 jijini Dar es Salaam. Akiwa mtoto, muda wake mwingi alitumia kucheza pamoja na marafiki zake, huku akitamani siku moja kuwa mchezaji mkubwa. Kipaji chake kilianza kuonekana mapema, jambo lililomfanya kujiunga na Academy ya Africa Lion mwaka 2008 hadi 2010. Haikuchukua muda mrefu kabla ya makocha kugundua kuwa kijana huyo alikuwa na uwezo wa kipekee na kutafuta nafasi na kufunga mabao. Kutokana na uwezo huo, mwaka 2010 alipata nafasi ya kujiunga na moja ya klabu kubwa zaidi nchini Tanzania, Simba Sport Club. Kujiunga na Simba kulikuwa hatua kubwa katika maisha ya Samata. Akiwa bado kijana mdogo, alikabiliwa na ushindani mkubwa wa namba katika kikosi hicho. Lakini kila alipopata nafasi, alionyesha utulivu, kasi na uwezo wa kumaliza mashambulizi. Katika kipindi chake akiwa Simba, Samata alicheza takribani mechi 25 na kufunga mabao 13 katika mashindano mbalimbali. Ingawa hakukaa muda mrefu, kiwango chake kilitosha kuwavutia mascout kutoka nje ya Tanzania. Mabao yake, nidhamu yake uwanjani na uwezo wake wa kufanya maamuzi ndani ya eneo la hatari vilianza kumjengea jina. Wakati mashabiki wa Simba wakianza kuamini kuwa walikuwa wamepata mshambuliaji wa muda mrefu, fursa kubwa zaidi iligonga mlangoni kwake. Mwaka 2011, mabingwa wa Afrika wakati huo TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walimsajili Samata kwa ada ya takribani euro 105,000 ambao ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 32. Kwa wengi, huo ulikuwa uhamisho wa kawaida, lakini kwa Samata ulikuwa mwanzo wa safari ya kuelekea mafanikio makubwa. Mwanzoni hakukuwa rahisi. Alipaswa kuzoea mazingira mapya, lugha tofauti na ushindani mkubwa kutoka kwa baadhi ya washambuliaji bora barani Afrika. Hata hivyo, badala ya kukata tamaa, Samata aliamua kupambana, alifanya kazi kwa bidii mazoezini na kila alipopata nafasi uwanjani alitumia vizuri. Kadiri misimu ilivyosonga mbele, aligeuka kuwa mshambuliaji tegemeo wa TP Mazembe. Mabao yake yakaanza kusaidia klabu kushinda mechi muhimu na kutoa mataji mbalimbali. Katika kipindi chake cha miaka 5 akiwa TP Mazembe, Samata alicheza mechi 103 za ligi kuu na kufunga mabao 60. Takwimu hizo zilimweka miongoni mwa washambuliaji bora zaidi waliowahi kucheza klabu hiyo. Mbali na mabao, Samata alisaidia TP Mazembe kutoa ubingwa wa ligi kuu ya DR Congo mara kadhaa, kushinda mashindano ya kimataifa na kufika hatua za juu za ligi ya mabingwa Afrika. Kiwango chake kilimfanya aanze kutajwa kama mmoja wa washambuliaji bora barani Afrika. Ndipo vilabu vya Ulaya vikaanza kumfuatilia kwa karibu. Maskauti kutoka Ubelgiji, Ufaransa na mataifa mengine walivutiwa na uwezo wake wa kufunga kwa miguu yote miwili, kucheza kwa nguvu na kutawala mipira ya juu. Baada ya miaka 5 ya mafanikio makubwa nchini DR Congo, ilikuwa wazi kwamba Samata alikuwa tayari kwa hatua nyingine kubwa zaidi katika maisha yake ya soka. Mwaka 2016, ndoto yake ya kucheza Ulaya ilitimia baada ya kupata ofa kutoka klabu ya CR Genk ya Ubelgiji. Mwezi Januari mwaka 2016, Samata alisajiliwa na Genk kwa ada iliyokadiriwa kufikia euro milioni 1.2 ambao ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 3.67. Uhamisho huo ulimfanya kuwa mmoja wa wachezaji wachache kutoka Afrika waliopata nafasi ya kucheza katika ligi kuu barani Ulaya. Alipowasili Genk, changamoto zilikuwa nyingi. Alipaswa kuzoea kasi ya soka la Ulaya, hali ya hewa yenye baridi kali na ushindani mkubwa wa kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Hata hivyo, Samata kuruhusu changamoto hizo zimvunje moyo. Kwa bidii, nidhamu na kujituma, alianza kujenga nafasi yake taratibu. Kadiri misimu ilivyopita, aligeuka kuwa mmoja wa washambuliaji tegemeo wa Genk. Mabao yake yalikuwa muhimu katika mechi nyingi za ligi na michuano ya Ulaya. Kwa vipindi vyake vile akiwa Genk, Samata alicheza mechi 227 na kufunga mabao 82 katika mashindano yote rasmi. Msimu wa 2018-19 ulikuwa wa kipekee kwake. Alipowezesha Genk kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ubelgiji na kutoa tunzo ya Ebon Shoe.
inayotolewa kwa mchezaji bora mwenye asili ya Afrika nchini Ubelgiji. Baada ya mafanikio hayo, Januari mwaka 2020, klabu ya Aston Villa ya Uingereza ilimsajili kwa ada ya takriban euro milioni 11.7 ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 35.7. Uhamisho huo uliingia kwenye historia ya soka la Tanzania, kwani Samatta akawa Mtanzania wa kwanza kucheza katika ligi kuu ya Uingereza, Premier League. Hakuchukua muda mrefu kabla ya kuandika historia nyingine. Katika mchezo wake wa kwanza nyumbani dhidi ya Bournemouth, alifunga bao lake la kwanza kwenye ligi kuu ya Uingereza kwa kichwa, bao lililomfanya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga katika ligi hiyo maarufu duniani. Akiwa Aston Villa, alicheza mechi 16 na kufunga mabao mawili kati ya mashindano rasmi. Ingawa hakukaa muda mrefu, alibaki kuwa sehemu ya historia ya soka la Tanzania. Baada ya msimu mmoja nchini Uingereza, Samatta alijiunga na Fenerbahce ya Uturuki kwa mkopo kabla ya kusajiliwa moja kwa moja kwa ada ya takriban euro milioni 6 ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 18.3. Licha ya ushindani mkubwa wa washambuliaji waliokuwepo klabuni hapo, aliendelea kupambana na kuonyesha kiwango kizuri. Katika kipindi chake na Fenerbahce, alicheza mechi 33 na kufunga mabao 6. Mwaka 2021, Samatta alitolewa kwa mkopo kwenda Royal Antwerp ambapo alicheza kiwango cha juu na kufunga mabao. Alicheza mechi 39 na kufunga mabao 9, akichangia mafanikio ya klabu hiyo katika mashindano mbalimbali. Baada ya hapo, alirejea kwa mkopo Genk, klabu iliyompa nafasi ya kwanza Ulaya. Katika kipindi hicho, alicheza mechi 33 na kufunga mabao 6, huku akionyesha bado alikuwa na uwezo mkubwa wa kucheza katika kiwango cha juu. Mwaka 2023, Samatta alijiunga na PAOK ya Ugiriki kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na Fenerbahce. Akiwa PAOK, alicheza mechi 41 na kufunga mabao 6 katika mashindano yote rasmi. Mbali na mabao yake, alitoa mchango mkubwa katika kusaidia timu hiyo kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya Ugiriki na mashindano ya Ulaya. Baada ya kumaliza safari yake ya Ugiriki, mwaka 2025, Samatta alijiunga na Le Havre ya Ufaransa kama mchezaji huru. Licha ya kuwa katika hatua za mwisho za taaluma yake, aliendelea kuonyesha uzoefu wake wa kusaidia timu hiyo kwa ubora wake ndani na nje ya uwanja. Mbali na mafanikio ya vilabuni, Samatta ameendelea kuwa nguzo muhimu ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Ameongoza timu hiyo katika michuano mbalimbali ya kimataifa na kufunga mabao muhimu yaliyosaidia Tanzania kufuzu kwenye mashindano makubwa, ikiwemo kufuzu kombe la mataifa ya Afrika maarufu kama AFCON mara 3. Mbwana Samatta alijiunga na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2011. Katika kipindi chake chote cha kuichezea timu hiyo, alifanikiwa kufunga jumla ya magoli 22 akiwa nahodha wa Taifa Stars kwa zaidi ya muongo mmoja kabla ya kutangaza kustaafu rasmi kuitumikia timu hiyo ya taifa mnamo Julai 2026. Safari yake si hadithi ya mabao pekee, bali ni hadithi ya kijana aliyethubutu kuota ndoto kubwa na kufanya kazi kwa bidii mpaka akawa mfano wa mafanikio kwa maelfu ya vijana wa Kitanzania. Jina lake litaendelea kukumbukwa kwa kuwa moja ya wachezaji waliobadilisha taswira ya soka la Tanzania na kuipeleka kwenye ramani ya dunia. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako nami Upendo wa Wina wa Makini TV.